Kwa majina naitwa Engineer Zulekha Pembeali kutoka idara ya uhandisi, ujenzi na usafirishaji, ikiwa kama ni mkufunzi katika idara hiyo, na vile vile ni mkuu wa division ya maji, kwa sababu katika idara yetu hii ya ujenzi ina division mbili, ambayo division moja ni ya ujenzi na division ya pili ni division ya maji safi na maji taka. Nipo hapa kuelezea umuhimu mkubwa katika huu mradi tunaokwenda nao, mradi wa German unaohusiana na mambo ya ufunzi wa mafunzo ya maji safi pamoja na maji taka. Katika mradi huu tunashirikiana pamoja na Zati na sisi KISTI, ambao kwa upande wa KISTI tutanufaika katika kupata mafunzo mbalimbali pamoja na curriculum. Tulianza kupata mafunzo ya CBET, ambayo mafunzo haya yatakuja kusaidia katika uendeshaji wa hii kozi yetu ya maji safi pamoja na maji machafu pamoja na kozi nyingine, kwa sababu kozi yetu itakuwa sana imebezi katika practical wise. Kwa hiyo ni muhimu kupata mafunzo haya ya ufundishaji. Tukitoka kwenye mafunzo hayo, tunatarajia pia kuja kupata mafunzo yenyewe halisi yanayohusiana na maji safi pamoja na maji taka, na tutafanya practical zake kupitia wakufunzi wetu wakuu kutoka nchi za nje. Vile vile faida ya pili katika mradi huu, tutanufaika kupata curriculum, ambalo hilo ni jambo kubwa katika taasisi yetu. Curriculum hiyo ndio itakuwa inaitwa curriculum ya Water and Wastewater Technology. Curriculum hiyo itakuwa ni ya miaka mitatu, ni NTA4 ambaye mwanafunzi atatoka na basic technician, na NTA5 ambaye mwanafunzi atakuwa ni technician, pamoja na NTA6 ambaye mwanafunzi atakuwa tayari amekamilisha diploma yake ya Water and Wastewater Technology. Tayari hatua za curriculum zimeanza kuchukuliwa tukishirikiana na wageni wetu. Kwa upande wa taasisi, tuna kamati hiyo inayoshirikiana mambo ya curriculum, inatengenezwa kwa kuweza kuiangalia na kuweka mambo sawa yanayoendana na dunia ya kisasa. Kwa upande wa hatua hizo za curriculum, tumeanza kufanya ile hatua ya occupational analysis, hatua ambayo tunaweza kupata maoni ya zile sekta au taasisi zinazohusiana na mambo haya ya maji safi na maji taka, zikiwa ni za public pamoja na private. Tuliweka kikao hicho na kikaenda vizuri, tukapata maoni yao. Hatua ya pili ni hatua ya situation analysis. Situation analysis ambayo hiyo inakusanya pamoja na hatua ya kufanya survey. Survey ilifanyika kwa zoni 8 ambazo tulienda sehemu tofauti tofauti Zanzibar pamoja na mainland kwa ajili ya kukusanya maoni ya taasisi mbalimbali nako kuweza kupata kitu gani kinatakiwa kifanyike katika curriculum yetu ili iendane na dunia ya kisasa katika sekta ya maji safi pamoja na maji taka. Kwa kweli tulipata changamoto katika kila sehemu tunazopita, changamoto zilikuwemo hasa katika level hii ya curriculum tunayoiandaa, yani ya diploma. Changamoto kubwa walioielezea ni kwamba level hii hawana watu, wafanyakazi wengi wako level ya degree au tunasema bachelor degree. Kwa hiyo wamefurahi sana na wameona ni umuhimu mkubwa kutengeneza curriculum ya level ya diploma ambayo ni technician, kwa sababu wao ni ndio wafanyaji wakubwa wa kazi hizi za maji safi pamoja na maji taka. Kwa hiyo tunashukuru sana kwanza kwa ujio wa projekti hii, imekuja muda muafaka kwa vile division ilikuwepo lakini ilikuwa haina ile curriculum yake ambayo inahusiana na ile division yenyewe
ya mambo ya maji safi na maji taka. Kwa hiyo tumekufurahia hichi kitu na tunafanya kazi kwa ushirikiano mkubwa ili mwisho wa siku tuje na mtaala ambao utakuwa mzito, wenye skili nzito ili kuweza kuwasaidia vijana katika sekta hii ya maji safi na maji machafu. Asante.